Ujumbe ambao Mungu alinipatia nishiriki na sisi siku ya leo katika ibada hii ya muhimu sana ni kuhusiana na kitu kinaitwa overcoming the hunter of our souls, kushinda muwindaji wa nafsi zetu. Bwana asifiwe. Kama tunaweza kushinda the hunter of our souls, maisha ya kila mmoja yatakuwa tofauti. Kama kila mmoja tutaweza kuishi maisha ambayo tumeshinda muwindaji wa nafsi za wanadamu, maisha yetu yatakuwa tofauti. So ninaomba ufuatilie vizuri, kwa sababu hii ni kwa manufaa yako mwenyewe na kwa manufaa ya wengine wengi. Kwa sababu mtu mmoja tu ambaye nafsi yake imekombolewa, nafsi yake imewekwa huru kutokana na ujanja wa muwindaji, huyo mtu mmoja anaweza kuleta tofauti kubwa kwa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So tutaelewa haya mambo ya huyu muwindaji, the hunter of souls, na ni ya muhimu hata ugudue, utabue, uelewe kama nafsi yako imenaswa ama iko huru. Kwa sababu hii mambo ya nafsi, mwanadamu ameumbwa akiwa na mwili na nafsi na roho, body, soul and spirit. Na the most important part, sehemu ile ya muhimu sana ya mwanadamu, it is your soul, nafsi yako. Kwa sababu katika nafsi ndipo mahali ambapo panaamua mwelekeo wa maisha yako. Nafsi iliyokombolewa, nafsi zilizokombolewa ndio zitaenda mbinguni. Nafsi ambazo zimenaswa, zimeshikwa, zitakaa zimeshikwa hapa duniani, na mwishowe hizo nafsi zitatupwa jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Nafsi ambazo zimekombolewa inamaanisha nafsi ambazo zimetolewa kwenye mitego, kwenye nyavu za muwindaji. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapozungumza juu ya mitego au nyavu, inatukumbusha juu ya wavuvi wa samaki. Wavuvi wa samaki hutumia nyavu. Bwana Yesu asifiwe. Na nyavu huwa inatupwa ndani ya bahari na inaweza kushika samaki wengi. Tunapoongea juu ya mitego, kwa kawaida mitego hutumiwa kwa wanyama au kama panya au swara. Wengi tunajua vile tunaweka mitego ili kuwashika paka, kuwashika panya au swara na wanyama wengine hatari. Hivyo hiyo picha ambayo huwa tunaona ikitumika kwa mitego na ikitumika kwa nyavu ili kushika samaki, hivyo ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Kuna muwindaji wa nafsi, na huwa anaweka nyavu zake kushika nafsi. Huwa ameweka mitego mingi kuhakikisha nafsi zimenaswa. Na ile mitego si rahisi kujua ni mtego, kwa sababu kwa kawaida unajua, hata wakati unataka kushika panya unaweka kanyama hapo. Panya akija anafikiria ni ukarimu, anafikiria ni pati, kumbe akienda kukula ile kanyama amenaswa na nafsi yake ameipoteza. Bwana asifiwe. Tuangalie katika kitabu cha Zaburi 91, Psalms 91, na Zaburi 91 kuanzia mstari wa kwanza inasema, he who dwells in the sacred place
of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Verse 2. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I will trust. Verse 3. Verse hii ya mtatu, hapo hata ndio tutafika kwa sasa, na ndio inabeba pointi ile nataka tuishike. Inasema, surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Bwana Yesu asifiwe. Atakukomboa kutoka kwa mitego ya muidaji. Atakutoa katika mitego ya muidaji, na hata atakuokoa kutokana na majanga. Hakika yeye ataniokoa na mtego wa muidaji na maradhi ya kuambukiza ya kuua. Bwana asifiwe. So sio bure neno la Mungu linasema ya kwamba kuna muidaji. Huyo ambaye anaitwa muidaji, the fowler, the hunter, muidaji wa nafsi za wanadamu. Si bure Biblia inasema ya kwamba huwa anaweka mitego. Are we together? Anaweka nini? Huwa anaweka mitego kunasa nafsi, na haijalishi umeokoka ama haujaokoka. Nafsi ni nafsi, na vita zile kubwa sana hapa duniani ni vita vya kupigania nafsi. Shetani anataka kushika nafsi za wanadamu, naye Mungu pande mwingine anatamani sana nafsi zote ziwe zake, kwa sababu ni zake. Yeye ndiye mwenye wanadamu wote, yeye ndiye aliyetuumba. God is our rightful owner. Bwana Yesu asifiwe. The owner of every soul. Lakini naye shetani pia kama muidaji anatamani sana kushika nafsi zote. Na usishagae, usistuliwe na mataito. Mabishop wanaweza nafsi zao kuwa zimenaswa na muidaji. Makibishop, madaktari, walimu wakubwa, malekshara, maprofesa, mapresident, wafalme wa ulimwengu, nyavu zikirushwa huwa zinawanasa bila kujali. Na kulingana shetani, yeye anajua kuna samaki kubwa na tusamaki tudogo. Kwake samaki wakubwa ni wafalme, matajiri, maprofesa, wenye maarifa, na wengi katika ulimwengu nafsi zao already zimenaswa. Neno linasema ahadi hii kubwa sana, hakika Mungu ataniokoa na mitego ya muidaji. Ni ya muhimu kila mtu kuelewa ya kwamba uko na nafsi, na utamani nafsi yako iwe huru, nafsi yako iokolewe. Sio kuokolewa mdomo kwa mdomo, si kuokolewa kwa sababu unasema unafikiri umeokolewa kwa sababu wewe ni mshirika kanisani. Lazima uhakikishe nafsi yako imekombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Nafsi yako iwe imewekwa huru. Katika kitabu cha Ezekieli 13, Ezekiel chapter 13 inazungumza juu ya huyu muidaji wa nafsi. Ezekiel 13 from verse 18. Na ni muhimu hakikisha by the end of today, by the end of the service, uwe mtu ambaye nafsi yake imekombolewa, nafsi yake imeokolewa, nafsi yake imetolewa kwenye mitego ya muidaji. Ezekiel 13 verse 18 inasema, and say, thus says
the Lord God, woe to the women who sew magic charms on their sleeves and make veils for the heads of people of every height to hunt souls. To hunt what? Will you hunt the souls of my people and keep yourselves alive? Verse 19 inasema hivi, and you will profane me among my people for handfuls of barley and for pieces of bread. Killing people who should not die and keeping people alive who should not live, by your lying to my people who listen to lies. Verse 20. Therefore, sikiliza hii. Therefore, thus says the Lord God, behold, I am against your magic charms, by which you hunt souls there like birds. I will tear them from your arms and let the souls go. The souls that you hunt like what? The souls that you hunt like birds. Nafsi huwa zinawindwa, zinawekewa mitego, na uenda nafsi yako ilishikwa, ilinaswa, imeingia kwenye mitego. Siku ya leo Mungu anasema ya kwamba hata kuna wamama, kuna agents wa shetani ambayo hupewa contract ya kutengeneza vitu ambazo zinaitwa contact points. Wanatengeneza vitambaa, bango za kuwekwa kwa mikono, michipi ya kufungwa kwa wanaume, vitu ambazo unaweza kununua ama kupewa. Lakini vitu hizo, as long as uko nazo, hata zinaweza zingine kuwa ni aina za vitabu, ni aina za filamu na sinema, ziko kwa Facebook, zingine ziko kwa TV. Zote hizi lengo lake ni kunasa nafsi za watu. Kuna watu wamepewa macontract, kuna makampuni yamepewa macontract, kuna TV stations, kandarasi ambazo wamepewa ni za kunasa souls, nafsi za vijana, nafsi za wamama, nafsi za wazee. Lakini Mungu anasema I am against your magic charms. Ni wewe shetani, niko kinyume na mikakati yako, niko kinyume na mipangilio yako. Na Mungu anasema I will take my people away from your charms. Nitaondoa watu wangu na nafsi zao kutoka mikononi mwako. Wewe muidaji, hawa ambao umenasa kama ndege, umewanasa kama samaki. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kisa kilitendeka, na hii ni ishara ya ufufuo, na inaomba Mungu aachilie the same level of revival. Wakati nafsi za watu zinakombolewa, wakati watu wanafunguliwa nafsi zao, that's the beginning of the greatest revival and the most important revival. Revival sio kelele, revival sio kurukaruka. Revival ni wakati nafsi za watu zinakombolewa, zinawekwa huru, kutoka kwa wachungaji, kwa manabii, wainjilisti, hata wale wanaitwa apostles, wachungaji, kila mmoja nafsi siwa huru, ili nasi tufanyike wavuvi wa nafsi. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Mitume kuna kitu kilitendeka, Acts chapter 19. Angalia kitu kilichotendeka pale, wakati neno nazungumza juu ya muidaji wa nafsi. Na Biblia inazungumza kuna wale wamepewa kandarasi za kutengeneza vitu. Hiyo kitu haijaanza sasa, ili kuweko hata wakati huu wa mitume. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika Acts chapter 19 and verse 18. Are you there? Now angalia inasema, and many who had believed
came confessing and telling their deeds. Wengi ambao waliamini walijitokeza na wakaanza kutubu na kusema mambo yale wamekuwa wakifanya kwa siri. Hawa ni watu walikuwa wameokoka, wamekuja kanisani, lakini wengine wamefunga idhito, wengine wako na tomete, wengine wamejiwekea vifaa vya kujilinda nyumbani, wengine wameweka mapicha kwa nyumba ya kishetani, wengine wako na vitabu vya ushoga, vitabu vya pornography. Biblia inasema wengi ambao waliamini walijitokeza, kila mtu akakuja akitubu. That is the greatest revival church. Kila mtu akitubu vitu vile amejifichia, amejiwekea. Wengine wamejiwekea hata sanamu kwa mfuko, wengine wamejiwekea sanamu kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 19 inasikiliza vile inasema, and also many of those who practice what? Those who practice magic acts, or those who practice magic brought what? Ni nini walileta? They brought their books together and burned them in the sight of all, and they counted up the value of them, and it totaled 50,000 pieces of silver. Bwana Yesu asifiwe. Yani watu huwa wamejiwekea mambo, vitu. Unafikiri watu wako innocent, na kibahati baya nguo ikiinuka kidogo utaona kuna mtu amevuga kitu hapa. Wengine kuna vitu sivevugwa, wengine ni watoto wamefugwa vitu, hata wakienda shule wamefugwa vitu, wamepelekwa kufanyiwa vituko. Wengine wameweka vitabu mahali wanasoma jinsi ya kumanipulate wanaume, jinsi ya kumanipulate wachungaji, jinsi ya kuwin pesa, vituko. Wakati neno lilihubiriwa na watu wakajua nafsi zinaweza kunaswa na nafsi zinaweza kuwekwa huru kupitia vifaa, kupitia hata vitabaa ambazo zinafungwa kwa kichwa, kupitia mikufu ambao watu wanavaa, kupitia hizi wristwatches na vitu ambazo watu wanachukua na kuvaa bila kufikiria. Wakati watu walielewa hiyo, walisema enough. Nafsi yangu haitafungwa, nafsi yangu haitashikwa kwa sababu ya vitu ambazo zimetengenezewa kuzimu na ujanja wa kuzimu na factory za kuzimu, na wale wamepewa kandarasi na shetani watengeneze vifaa vya kufunga nafsi za watu. Wakazitoa, wakazileta pale mjini na zote zikachomwa. Na inaomba tufike mahali hapo pa ufufuo mkuu, mahali watu wataachana na sanamu, wataachana na miungu. Utagundua kile umeweka ndio kimekufunganisha, kimefunga nafsi yako, kimefunga familia yako na nguvu za giza. Na ukianza kuzitambua moja kwa moja, unazileta na unatubu, unajidisconnect na hizo vitu na zinachomwa, zinateketezwa. Kukombolewa kwa nafsi yako sometimes it can be costly. Inaweza kukugharimu. Nikugundua ni kosti hii shetani anatumia kufunga nafsi yangu, hata kama ni ya pesa gapi, niamini nafsi yangu ni ya maana kuliko koti. Ukigundua kuna vitabu, kuna mapicha, kuna magazine, kuna vitu ziko kwa simu ambazo zina capture, zinashika nafsi yako, ni heri usiangamize nafsi yako ikombolewe. Do you know, unaweza kuombewa miaka yote na nguvu za Mungu hazipati nafasi kwa sababu nafsi yako imekuwa captured.
nafsi yako imeshikwa. Dalili ya kuonyesha nafsi yako imeshikwa ni gani? Dalili moja ya kuonyesha nafsi yako imeshikwa, imenaswa, iko kwa mtego. Hata kama umeokoka, hata kama una jina lolote, title za katika dini, saini ya kwanza ni ya kwamba as long as nafsi yako imenaswa, huwezi kuwa na ile inaitwa fullness of joy in your life. Huwezi kuwa na furaha, hata ukule ama ushibe, hata upewe nini, hakuna wakati utakuwa na fullness of joy. Hakuna furaha, hakuna amani kwa nafsi zilizonaswa. Are you understanding? So ishara moja ya kuonyesha nafsi imeshikwa ni absence of joy and peace. Hata ninaweza kuhubiri, nitoe jasho, watu waokoke, watu waongezeke, ninunue magari, ninunue mashamba, lakini without joy and peace in my heart, hizo vitu zote ni bure. Kama hakuna amani, hakuna furaha ndani ya nafsi yako, ndani ya moyo wako, nafsi yako ilinaswa. Ishara ya pili ya kuonyesha nafsi iliyonaswa ni kitu kinaitwa stagnation in life, kukoma, kutoendelea kiroho, kifedha, kimaisha, kifamilia. Unakuta hakuna maendeleo, hakuna mafanikio. Kila mwaka tuko pale pale, na kama kuna kitu kimetendeka ni kurudi nyuma, hatua chache nyuma. Bwana asifiwe. Frequent, stagnation katika maisha ya mwanadamu yoyote, aliokoka ama hajaokoka. Stagnation ni ishara ya kuonyesha kwamba kuna shida in your soul, kwa sababu every delivered soul, nafsi zilizokombolewa, zitakuwa na furaha, zitakuwa na amani, na maishani kutakuwa na progress. Are we understanding? Saini ya tatu ya kuonyesha the soul is captured, nafsi imeshikwa, ni kitu kinaitwa spiritual retardation. Hali ya kukaa katika hali ya kutokomaa katika hali ya kiroho. Unajua, mtoto akizaliwa, with time lazima aendelee kukua, aendelee kukomaa. Lakini unaweza kukuta mtu amekaa katika wokovu miaka 10, miaka 20, miaka 30, lakini amelemaa, hakuna maendeleo, hakuna growth. Bwana asifiwe. Ukikuta mtoto ambaye ni wa miaka 15 na ana behave kama mtoto wa miaka 2 au miaka 3, that is retardation. Ni mtoto ambaye badala kwenda mbele anaenda nyuma. Wakati nafsi zimenaswa, kila hutokea ni ya kwamba kutakuwa na retardation. Bwana asifiwe. Kutokomaa, kutoendelea. Mtoto anazunguka tu pale, mtu mzima anakaa na naishi na maisha na matendo na maamuzi yaliyo kama ya mtoto mdogo, wakati nafsi imekamatwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Number 4 sign ni kitu kinaitwa frequent challenges, changamoto za maisha, frequent difficulties, mambo magumu, maisha magumu, changamoto ambazo haziishi. Ukitoka kwa moja unaingizwa kwa ingine, ambazo zinaonyesha you are not in control of your life, but somebody else is controlling your soul. Frequent challenges and difficulties.
Unakuta mtu anaishi ni kawaida, maisha ya kuteseka, kukosa kazi, kugojeka, kutoka hospitali moja hadi nyingine, hata familia nazo zimenaswa, ajali, vifo, frequent challenges haziishi. Na kupitia hiyo unakuta watu wanaenda kanisa hili kuombewa, wanaenda kule kuombewa, wanaenda kwa nabii huu kuombewa, wanaenda kudanganywa, wengine wanaenda kwa manabii wa uongo, wengine wanaishi maisha ya masumbuko. Si kwamba Mungu alilenga waendelee kuishi katika hizi frequent challenges. It is because their souls have been captured. Nafsi zimenaswa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ishara ya tano ambayo nitamalizia kwa sasa, hizi ishara ni ya kwamba wakati nafsi zimenaswa, kuna kitu kinaitwa spiritual blindness, total spiritual blindness. Mungu anakuwa kipofu wa kiroho, haoni mbele, haelewi mambo ya kiroho, hawezi kufahamu mambo ya kiungu, hawezi kuelewa ni nini kinaendelea kanisani, hawezi kuelewa neno, hawezi kuelewa mapenzi ya Mungu kumhusu. Upofu kamili ambao huleta hata mtu anapoteza network, hawezi kusikia sauti ya Mungu, hawezi kuelewa chochote ambacho kinaendelea. Spiritual blindness kitu kibaya, maana hata unaweza kujiingiza kwa shida lakini huoni. Unafanya maamuzi ambao yatakuletea shida lakini huelewi. Lakini hii yote ni matokeo ya nafsi ambazo zimefanya nini? Nafsi ambazo zimenaswa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Are we together? Tunaendelea pamoja. Sasa wakati kanisa katika kitabu cha Mitume mahali tumesoma chapter 19, wakati watu walielewa ni nini hunasa nafsi zao, ni nini imeshika nafsi zao, ni ujanja gani shetani ametumia kufunga nafsi zao, hii ndio sababu walitoa hata vitabu, wakatoa sanamu ambazo wameweka kwa nyumba, kwa sababu hata wengine wameenda kuombewa na manabii wakapewa maji, mafuta, vitu wamefisha chini ya kitanda, zingine wamefisha chini ya pilo, maana aliambiwa hiyo itafukuza mapepo. Wengine wameuziwa vifagio maalum hata za kufagia mapepo bila kujua those are contact points. Ezekiel 13 imetuambia kuna wale walipewa kadalasi za kutengeneza hizo vitu. Are we understanding? Nafsi yako itawekwa huru ukifunguka macho na uanze kuelewa hizo vitu hazikukuja kukusaidia, zilikuja kufunga nafsi yako. Unajua hata kuna watu wanaenda kwa kanisa, unapewa chupa iko na picha ya mtu. Sasa nikiwapatia chupa ya maji iko na picha yangu, inakusaidia na nini? Who am I to you? Am I your creator? Am I your God? Am I your savior? Mimi ni mwanadamu. Anayekupatia chupa imewekwa picha yake ama kitambaa, hiyo ni contact point ya kufunga nafsi yake. Hata akikupatia kalamu iko na jina yake na picha yake, it is a contact point ya kukufunga, kufunga nafsi yako. Kila wakati unafikiria juu yake, unazunguka tu around there. Si Mungu atusaidie, si Mungu atukomboe, si Mungu atuweke huru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kumalizia kwa kutaja mambo kadhaa ya muhimu sana ambazo zinatumika kama mitego, mitego na nyavu. Isi tumesema mtego unatumika kunasa wanyama, wadudu, na pia mitego hutumiwa kunasa nafsi. Bwana asifiwe.
Na pia tumesema nyavu, net, hutumika kushika samaki. Na katika ulimwengu wa roho pia nets, nyavu, hutumika kushika nafsi za wanadamu. Nyavu hushika na nafsi nyingi. A net will catch many fish. A spiritual net will catch many souls. Are you getting that? Tukikuja kwa mtego, a trap. Trap inaweza kunasa mtu mmoja mmoja. Inanasa mmoja mmoja. Lakini mmoja akinaswa atatumiwa kuigiza wengine kwa mtego huo huo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Baadhi ya mitego na nyavu ambazo zinatumika, number one ni kitu kinaitwa poverty. Umaskini ni nyavu ya shetani. Mtu akiwa na umasikini, akiwa na shida, akiwa nide, akiwa na desperation, ataingia kwa mtego wowote. Mtu akiwa na njaa, chakula yoyote kwake iko sawa. Mtu akiwa na njaa hata uliza kama chakula imetoka kwa Yesu au kwa shetani. Mtu akiwa na njaa hata jali. Unaweza kujifunza na kisa cha Esau. Esau alikuwa na njaa, akauza urithi wake, huku akisema nikikufa hiyo urithi itanisaidia na nini? Shida na umasikini na njaa ni mtego wa shetani. Na kwa hiyo wakati uko katika hali ya umasikini, katika hali ya ukosefu, katika hali ya njaa, kukosa kazi, uwe makini sana, kwa sababu huo ni mtego already umewekwa na unaweza kukuigiza kuuza hata nafsi yako. Huo mtego umefanya watu wengi waingie hata kwa Uislamu. Watu wengi wako kwa Uislamu si kwa sababu wanapenda miungu ya Waislamu, hata hawajui kile kinawapeleka kule ni njaa. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu wale wamekuja ndani ya kanisa la House of Faith hamujaletwa na njaa. Ninaamini mumeletwa na kumpenda Mungu ambaye tunamwabudu. Maana ukipelekwa kanisani na njaa, uko tayari kuuza hata nafsi yako kwa sababu ya chakula. Maana njaa ni mbaya, shida ni mbaya, umaskini ni kitu kibaya. Ni heri udili, ushughulike na kumwomba Bwana akuondolee hizo shida, kwa sababu huwekwa kama mtego ya kunasa nafsi za wanadamu ili wauze nafsi zao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walio na njaa, waliokosa kazi, waliokosa hiki na kile, that is a trap by itself. Huo ni mtego. Usipokuwa macho, kuna watu wengi wamebadilika, wengi wameuza urithi wao, wengi wameupoteza wokovu wao, wengi wamebadilisha imani yao kwa sababu ya tubu, kwa sababu ya changamoto za maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuombea Mungu akukomboe na umasikini na kila aina ya njaa maishani mwako. Huo mtego uondolewe na uvunjike juu ya maisha yako. Mtego wa pili ambao tunaweza kujikuta ndani yake ni kitu kinaitwa religion. Religion is a big net duniani. Ni net kubwa, ni nyavu kubwa imeachiliwa, na imeachiliwa kunasa nafsi za watu. Bwana asifiwe. And I want to bring to your attention, mjue leo ya kwamba dini ndizo zilimuua Yesu. Do you know that? Udini ndio ulimsulubisha Yesu. Ni wao walipanga vile Yesu atauawa. Na wale waliopanga hivyo ni wale wanaitwa Mafarisayo, Masadukayo. Hawa wote walikuwa watu wa dini. Na shetani hutumia dini kama nyavu kunasa nafsi, kuleta hali ya kupotosha nafsi, na wanaweza kuwagamiza
ufalme wa Mungu, kazi ya Mungu, wanatumiwa na shetani katika dini kuangamiza mpango wa Mungu, lakini bila kujua. Waliomsulubisha Yesu walifikiria wanafanya kazi ya Mungu, walikuwa wanafikiria wanafanya kazi ya Mungu. Religion is a net, it is a trap. Na kama kuna kitu kibaya mwanadamu anaweza kujihusisha nacho ni religion without Jesus, religion without the Holy Spirit. Are you understanding? Udini bila Yesu na udini bila Roho Mtakatifu, kwa sababu hawa watu walikuwa watu wazuri. The problem ni ya kwamba they did not have Jesus at the center of their ministry. They did not have the Holy Spirit leading and guiding them. Wanatumia ile mitaratara ya dini kupigania Mungu. Bwana asifiwe. Do you know, hata wale wametesa kanisa sana, wale waliwaua mitume, hata yule mtume Papa Paulo alipokuwa akitesa kanisa na akitesa hata wa mitume wa wale waliokuwa mitume wa Yesu, alikuwa anasainiwa barua na wakubwa wa dini aende awatese, awaue, wafungwe jela. Even today, hata leo hii nyavu ya dini inatesa Yesu na wafuasi wa kweli wa Yesu, inatesa walio na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Ni heri Mungu atufugue na atuweke huru kutoka kwa nyavu ya dini. Nafsi yako iwe huru, usikubali kunaswa na dini. Dini huondoa watu kwa Yesu. Dini inaondoa Yesu at the center. Inaweka mitaratara fulani ya kutupeleka kwa Mungu. Inaweka bidii zetu ndio zitatupeleka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mtego mwingine ambao ni nyavu maishani mwetu ni marafiki. Friends. Unaweza kuwa na marafiki walio karibu na wewe, marafiki wazuri, marafiki unaowapenda, marafiki ambao huwezi kulala bila kuwaona, marafiki ambao wakikwambia twende popote mtaenda, marafiki ambao utawapatia chochote wakikuomba. Friends can also be used by the enemy to capture your soul. Marafiki zako si maadui. Your friends, they are a snare, they are also a net. Unafikiri yule msichana alidugwa miba, alidugwa na nani? Na adui au rafiki? Alafu rafiki akasema we na goma wewe, tulikuwa nao wapi? Mwawe kuniona wewe? Huu ni adui ama ni rafiki? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nao ni nani alimwangamiza Samson mpaka akakufa akazikwa? Rafiki anaitwa nani? Do you have Delilahs in your life? Na Delilah wanaweza kuwa na trouser au wawe na skirt, na wanaweza kunasa nafsi yako mpaka wahakikisha umefika wapi. Kuna marafiki pia hupewa contract na shetani kuhakikisha hauendi kanisa, hauombi. Wengine wanakwambia usimtolee Mungu, wengine wanakwambia usioe, usiolewe, usiheshimu wazazi, usifanye hiki ama kile. Friends can be used as a snare of your soul. Uamini usiamini, shetani pia hutumia marafiki, kwa sababu anajua hawa unawapenda, unawaamini. Hata wakikwambia leo tusiende kanisa, hautaenda, utawafuata. Wakikwambia leo twende Shaka Ranch tukapumzika tukajivijali, twende happy, unawafuata. Wakikwambia nitakupeleka Dubai, nitakupeleka Mombasa, kwa sababu ni rafiki, si utamwamini. That is how souls are captured. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu atusaidie kujua marafiki.
marafiki wa kweli na marafiki ambao ni mtego. Praise the Lord. Exodus 34 and verse 12. Kitu ambacho kinaweza kuwa mtego ni kitu kinaitwa ungodly covenants. Exodus 34:12, Mungu alionya juu ya huu mtego. Ukitengeneza maagano na mikataba na watu ambao hawajaokoka, hawamjui Mungu, hawamwabudu Mungu, mko katika safari moja, those covenants, hayo maagano mumetengeneza, yanafuganisha nafsi zenu. Bwana asifiwe. Situsome inasema nini? Take heed. Take heed to yourself, lest you make what? A covenant with the inhabitants of the land where you are going. Lest it will be what? It will be a snare in your midst. Ndio sababu hata Mungu akasema wale ambao ni wameokoka, wana Israeli, wasioane na mataifa. Kwa sababu ukiolewa na mataifa watakuwa mtego wa nafsi yako. Ukitengeneza mikataba, mapatano na watu ambao hawamjui Mungu, devil worshippers, kuna jijini watu ambao huelewi wako na roho gani, lakini mnatengeneza vikundi, mnatengeneza mikataba, mnakubaliana. What is happening? You are surrendering your soul, iunganishwe na nafsi zao. Mungu alijua ni kwa nini anawaambia wana Israeli, mkienda katika hiyo nchi, msitengeneze mikataba na mataifa ambayo inaishi humo. Mataifa msitengeneze mikataba na wao. No agreements, no covenants. Kwa sababu it will be a snare in your life. Itakuwa mtego kwa nafsi yako. Kuna mtu anasema moyoni, kwani tunaweza kuishi bila hawa watu ambao hawajaokoka, watu hawa ni devil worshippers, hawa ambao ni wa Freemason, hawa ambao hata hawaendagi kanisa. It is upon you uwe na roho ya discernment. Ujue mahali pa kujiunganisha na mahali pa kusema hapa, nafsi yangu ni ya maana kuliko vituko au faida ninayoahidiwa kupitia huu mkataba. Bwana Yesu asifiwe. Your soul is more important. Mara nyingi watu wanaingia katika hii mikataba wakikubaliana ati mmoja wetu akikufa atazikwa na hao wengine. Nani alikwambia I care ni nani atanizika? Nani amesema nitakosa mtu wa kunizika? Ndio nitengeneza mkataba kabla ya kukufa. Bwana asifiwe. Msalimie mtu unamwambia ondoa mikataba yote ambayo sio ya kiungu. Hiyo mambo ya kusema atuwezike wewe muo, ni nani amekwambia lazima ujivisike? After all, ni nani amesema nitakufa? Kiishi milele. Na nikienda mbinguni kama Enoch, sio mikataba itakuwa ya bure. Na kama nimetoa pesa hapo ya kutengeneza mkataba, si pesa yangu itapotea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama Enoch alikuwa na mkataba wa kujizika akiwa hai, hiyo pesa ingemsaidia na nini? Na ameokoka, nafsi yake imeokolewa, anatembea na Mungu, na Mungu ameamua huyo mtu hata sikwa nitamchukua mzima tote na yeye. Hivyo Elijah hakuzikwa. Elijah alichukuliwa na Mungu na magari ya moshi, alieskotiwa na magari na waka moto. Ni nani amekwambia Mungu aliwacha kuchukua watu mzima wakati ukifika? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mwambie mtu nafsi yako kama iko huru, si lazima uzikwe siku yako ikifika. Bwana Yesu asifiwe. Si lazima nihitaji tent. Toma haga hatra hama. Na lafuria nene. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema msitengeneze mikataba na mataifa.
Kwa nini? Kwa sababu unauganisha nafsi yako na kuweka kwenye mtego. It will be a snare in your midst. Watu ambao wamejifungua kwa hiyo mikataba, nafsi zao ziko huru. Watu ambao hujiunganisha na hiyo mikataba, unakuta kiroho yao imeenda chini, bidii yao imeenda chini, bila kujua ni nini kinaendelea. Waliompenda Mungu, upendo ule unapungua. Waliopenda ushirika wa watakatifu, unakuta wanapenda ushirika kule nje, ushirika kanisani umeisha because of these covenants. Mimi ninaombea mtu aliye na anayemaanisha na mtu aliye haja na nafsi yake, kifungue kutoka kwa mikataba yoyote isiyo ya kiungu. Jambo lingine ambao ni mtego mkali sana ni kitu kinaitwa laziness. Laziness na usingizi. Laziness and sleep. Ni mtego. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anaweza kuweka uzembe maishani mwako na usingizi. Wewe unasikia tu kulala. Hata ukifika kanisani kwa sababu kuna amani, ni kulala tu. Ukiwa nyumbani, usingizi tu. Asubuhi unataka kuamka saa 3, saa 4. Jioni unataka kulala mapema. Kazi hutaki kufanya, hutaki kuchoka. Unataka vitu vya bure, unataka za bwerere. Unangojea wanasiasa wakuje kukupatia 200. Do you know that is already a snare? Hiyo ni mtego. Usipokuwa mtu mfanye kazi kwa bidii, uchovu kenagera mnoga. I want to tell you, furahia uchovu. Na ukichoka utapata faida ya uchovu. Na ukichoka hautagojeka. Duka idia muno mwere mnoga ndege kuraga. Watu wengi wamekuwa wazembe, na katika hiyo uzembe nafsi zao zimenaswa. Kwa sababu ya kupenda usingizi, kwa sababu ya kupenda vitu vya bure, Shetani amenasa nafsi zao. Je, unajua ni kwa nini watu wengi utasikia wakisikia kuna mahali kuna peano wa unga, siku hiyo watajaa kanisani? Hata siku moja mkitaka tujaribu, tutajaribu hata muone hapa. Tutagaze tu hapa na tuleta lori moja hapa ya unga. Hata kama ni kilo moja, utaona watu wote wamejaa hapa. Na wale wanakuja kuchukua hiyo unga, the whole day utakuta amekaa pale chini kwa mngezo. Amekaa chini. Mama utamkuta amekaa chini hapo kwa mlango hivi the whole day. Hakuna kitu wanafanya. Ikifika siku fulani wanaenda kwa misikiti mahali kuna peano unga, anakimbia na huko kwingine mahali kuna peano mchere. Akisikia kuna mahali kuna basari, anakimbia. Sisemi basari ni mbaya, lakini usitegemee hizo basari ukose kufanya kazi. Wajibika ufanye kazi. Maana ukitegemea msaada, your soul will be captured. Ukiwa mtu mzembe, ukiwa mtu mdhaifu, ukikataa kazi, ukatae masomo, ukatae kwenda training za kukusaidia kuimprove maisha yako, kilimo chako, biashara yako, wewe unazembea tu, unasema ati kuna watu wanasema ati graph ilichorwa. Ilichorwa na nani? Ati kama utatajirika tu. Mungu hupeana utajiri. Hata Mungu hubariki watu wake wakiwa wamelala. Nani alikuambia? Sumsario mtu nawaambia hiyo ni udanganyifu. Wakristo wengi na watu wengi na wa community wamekuwa wazembe sana. Hawataki kusoma, hawataki kuomba, hawataki kumtafuta Mungu, hawataki kufanya kazi. Hata itana kazi, tunaitana kazi hapa, unakuta leo tuko watu wengi. Ukiitana kazi, watu 3. Tukiitana harusi, watu wote.
Kwa nini natendekaga hivyo wachungaji? Watu hawataki kuchoka. Watu hata ninaonanga watu anakuja hapa, kile anatafuta ni msaada, chakula, nguo na vitu kama hivyo. Lakini ukimwambia hebu fanye hivyo, kuja kazi kesho, niko na kibarua kesho, kuja ufanye kazi, nikulipe, upate pesa, uende ununue hiyo naomba, kesho hautamuona. Kwa sababu hakuwa anataka kuchoka, alikuwa anataka kitu ya bure. Shetani anatumia uzembe na usingizi kuingiza watu wengi katika mtego wa nafsi zao. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Moja ya ufufuo wa Mkristo, ufufuo wa kanisa, sio tu kuomba sana, lakini pia kufanya kazi sana. If you are working very hard, that is revival. Do you know that? Kama unafanya bidii kwa kazi, kwa bidii, uko na uvuvu. Kama unazembea, uko katika hali ya usingizi wa kiroho. Kwa nini Biblia inasema ya kwamba wewe mzembe, hebu inuka ukaangalie? Wanaitwaje hao wadudu wadogo? Wanaitwaje? Ants. Enda watembelee, enda utembee mahali kuna mchwa, uangalie vile wanafanya kazi. Hawana mfalme, hawana supervisor, hawana manager, lakini kila mmoja anakuwa busy, anakuwa active. Si kanisa tukue kama mchwa, tufanye kazi kila siku, kila wiki tuwe busy, upate hata sadaka, upate hata fungu la 10, upate kitu ya kufanya kazi, upate pesa ya kulipia watoto shule. By the way, si lazima hata tutegemee basari. Inawezekana Mungu atusaidie tufanye kazi. Is it possible? Inawezekana. Unajua mtu mwenye bidii, hata unaweza kufikiria hata amebarikiwa sana. Na watu wengi tunaona ambao wametajirika na wako na mali, wako na vitu, si lazima wao waliomba sana. Ni bidii. Ni nini? Ni bidii. Walitia bidii, walifanya kazi na mikono yao, wakajua kufanya investments, wanakaelewa business opportunities. Kama kuna nafasi ya kilimo, anaenda analima, anapata pesa. Kama kuna nafasi ya kufanya biashara, anafanya. Are we together? Church, tuko pamoja. Mungu atusaidie kila siku tuwe kama mchwa, very busy making money, creating wealth. Kwa sababu hata hiyo ni njia moja ya kuonyesha kwamba tuko na revival. Lakini mtu ambaye anaamuka asubuhi anaweka miguu hapo kwa meza, kwa mlango, anakaa hapo na ameamuka saa 4 akiuliza kando kuruguro chai. Huyo hana revival yoyote. Bwana asifiwe. Kanisa tuko pamoja. Naenda kumaliza, na nitawaambia hivi ishara nyingine ambayo ama nyavu nyingine ambayo hutumika na mwovu shetani kama mtego, na unatumika pia kama nyavu. Elewa hii pia, utajiri na mali. Shetani mjaja anatumia umaskini na bado anatumia nini? Utajiri kama mtego. Anatumia utajiri na mali kama nyavu. Bwana asifiwe. Na huo mtego, hii nyavu ndio ilimnasa yule aliitwa the rich fool. The rich fool, kwa sababu ya mali aliyopata, utajiri, faida kubwa aliyopata, alianza kujipiga kifua akisema, mimi sihitaji chochote, simuhitaji Mungu. Nafsi yangu tulia, ukule na unywe, miaka mingi uko sawa. Nafsi yake ilishikwa kwa sababu ya wealth and riches ambazo ameona na macho yake. Usipokuwa mwangalifu, Mungu anaweza kukubariki, lakini hiyo utajiri tena ifanye nafsi yako kwa sababu unaweza kutegemea hiyo utajiri. Kumbuka Herode alikufa kwa sababu nafsi yake ilishikwa, kwa sababu yeye alijiona ni tajiri, ni mfalme afanikiwa.
hata anajipiga kifua akisema mji huu nimejenga kwa nguvu zangu, kwa mikono yangu. Kumbuka hata Nebukadneza alikula nyasi miaka 7 kwa sababu ya utajiri na mali. Success inaweza pia kutumiwa kama njia ya kunasa nafsi ya wanadamu. Si Mungu atufungue macho, si Mungu atusaidie. Tukipata utajiri, nafsi zetu siwe salama. Amen. Tukijikuta katika umasikini, huo umasikini tusiruhusu unase nafsi zetu. Tukipata marafiki, tupate marafiki wale ambao hawatutumiwa na shetani kunasa nafsi zetu. Ukipata kazi, ukipata biashara, hiyo vitu zote zisiwe mtego kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Maana mapenzi ya Mungu ni nafsi zetu ziwe huru, na ziwe huru kweli. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Nitamaliza kwa kutaja ya kwamba unapokutana na kitu kinaitwa long delays, kuna kitu umegojea, kuna hali umegojea, kuna delays za muda mrefu, mambo ambayo haitimiliki. Umejaribu kuomba, umepanga, umefanya nini? Long delays inaweza kuwa a sign ya kwamba nafsi ilinaswa. Delays, unajua kabisa, hata wakati mwingine hata hujui ni nini kinazuilia hiyo kitu ifanyike, lakini imekaa miaka mingi, umegojea muda mrefu na hakuna kitu kinatendeka, milango haifunguki. That's the time to be very careful, kwa sababu long delays pia shetani huzitumia so that you can give up and give in. Did you get that? Anatumia kuchelewesha ndio uvunjike moyo, ujipeane kwake. Ukivunjika moyo, utachukua hatua ambazo zitaigiza uhai wako na nafsi yako kwa shida kubwa hata zaidi. Si Mungu atusaidie. Si Mungu wetu atusaidie.